محمد يعلو على هام الرجال محمد يحيى اسمه في الخالدين محمد. Yes. Ukiiba unakatwa mkono. Ukizini kama ni kijana ambaye hujaoa unapigwa fimbo 100 mbele ya like ya watu. Kama umeoa au kuolewa unachimbiwa kashimo, unawekwa hapo, unapigwa mawe mpaka unakufa. Spain pale pameishi chini ya sheria hizo ambazo ni kutoka kwa Mungu kwa zaidi ya miaka 100. Tangia utawala wa mwisho wa Kiislamu kuangushwa Spain mpaka sasa hivi tunavyozungumza 2026 hii haijafika hata miaka 80 mzee. Yani bado kabisa. Kwa hiyo Uislamu ni tunasema ndio dini ambayo imekamilika zaidi. Data zake zina link, yani zina muendelezo, zinaoana, hazipingani, zimenyooka. Sasa kuna huyu jamaa huyu anaitwa Haji Upepo. Huyu jamaa ni mtu fulani hivi, nitatumia maneno, mtanisamehe kwa wale ambao sio Waislamu, ila mimi hapa sasa leo naongea sana Waislamu hasa kwa sababu mtu nayeongelea hapa ni Muislamu. Kwa hiyo nitakwenda kwa elimu ya Kiislamu jinsi ilivyo. Waislamu mtume wao ambaye ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yani nimesema nitaongea Kiislamu leo kwa msishtuke sana, mimi ndo mfarisayo sasa. Ikifika point ya kuongea Kiyahudi tutaongea Kiyahudi, ikifika kuongea Kikristo zile haleluya Bwana Yesu asifiwe fresh tutapiga. Ila leo niko na Waislamu. Ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutabiri swala zima la Uislamu kuja kuwa kwenye haya makundi ambayo nyinyi sasa hivi mnayaona. Katika hadithi ni kwamba hadithi ni ndefu, lakini Mtume sallallahu anasema waligawanyika Wayahudi katika makundi 71. Banu Israel kipindi cha Musa alayhi salam. Mtume anasema kulluhu fi nar illa wahid. Siku ya mwisho, siku ambayo Mungu atakuwa anatoa hukumu, makundi yote ya wana wa Israeli waliopatikana kipindi cha Musa, kipindi cha Taurati, wataingia motoni wote 71 isipokuwa kundi moja tu. Kwa maana hiyo wataingia makundi 70 yote yaliyopatikana kwenye kipindi cha Taurati yataingizwa motoni na Mungu isipokuwa kundi moja tu. Musa akasema wale waloshika mafundisho yangu mimi mtume wa Mungu Musa na kuishika Taurati ukweli wa kuishika, hao ndio watakaonusurika. Lakini pia mtume akasema ikaja kwa upande wa An-Nasara, yani kwa hapa akikusudiwa mtoto wa Mariamu Isa alayhi salam, ambao hao Waislamu wanasema Isa alayhi salam. Yeye mtume anasema walivyo katika wakati wake wa Yesu, pamoja na ile Injili ambayo alipewa na Mungu kuifundisha, kwa sababu vitabu ambavyo vimepokelewa kutoka kwa Mungu kwa manabii hapa duniani na mitume ni vitabu 4 tu ambavyo viko verified kwamba hivi vimetoka mbinguni kwa Mungu. Na hivyo vitabu havikushushwa tu kikaanguka, yani kikiwa kitabu kizima kimekamilika. Hapana. Bali Mungu alikuwa akiwapa manabii wake kwa kutumia malaika ambaye ni mjumbe, malaika ambaye anafanya kazi ya kuleta ujumbe kutoka mbinguni kuleta ardhini. Ni malaika mkuu ambaye kwa Waislamu anaitwa Jibril alayhi salam. Kwa sisi wabishi tunamuita Gabrieli. Gabrieli ndio malaika pekee katika mbingu ya Mungu ambaye anahusika na swala zima la ujumbe na ufunuo mbalimbali kwa mitume na manabii wa Mungu. Kwa hiyo
vitabu hivi vilikuwa vinashuka kwa Jibril, analeta kidogo kidogo, anampa ufunuo mtume. Sasa huyo nabii aidha ataandika yeye mwenyewe kama alivyoandika Musa kwenye mawe ile sheria Taurati, au atakuwepo msaidizi wa kuwa anaandika kile ambacho kinashuka kutoka mbinguni, akisomewa na mtume anaandika. Sasa hapo kuna maelezo mengi nitaelezea kwenye episode zangu kule. Mimi leo nipo na Haji Upepo. Kwenye Uislamu ilivyotabiriwa wakati wa Yesu, wakaja wakaganyika watu 72. Mtume anasema wote wataingia motoni isipokuwa kundi moja tu. Makundi 72 yote yaliyopatikana kwenye kipindi cha Yesu na ile Injili ambayo alishushiwa, kwa sababu vitabu vilivyopokelewa kutoka kwa Mungu ni 4 tu: Zaburi, Taurati, Injili na hii Qur'an. Qur'an jamani, isomeni jamani. Haina cha Mkristo wala Myahudi wala Muislamu. Hiyo inawahusu yeyote ambaye ni binadamu, unajijua wewe ni binadamu, una miguu miwili, una akili timamu, unaenda unarudi. Someni. Uzuri kama hata hujui Kiarabu, hawa mashehe wa Kiislamu walifanya jitihada wakaitafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili. Hata mtandaoni kwenye application unaipata kabisa kwa Kiswahili. Hebu isomeni hiyo Qur'an jamani. Msibaki na yale maneno ya viongozi wetu kwenye majumba ya ibada kule kwamba Qur'ani sijui na majini sijui nini. Hamna, ni maneno ya Mungu kabisa. Ukisoma wewe mwenyewe utaniambia kama ni ya Mungu au sio ya Mungu. Mimi nimeyasoma, nimeyapitia na naelewa. Sasa hawa Waislamu bwana, kwa mujibu wa haya maneno, mafundisho ya Muhammad, na mimi Muhammad namtambua kama ni mtume wa Mungu kabisa, kwa sababu kwenye Biblia pia Yesu alimtabiri Muhammad. Endelea tu kubaki na mimi karibu, data zote utazipata. Somo gani, fungu gani nitatoa. Yesu alimtabiri Muhammad. Ukisoma Biblia version ya ambayo ni original kabisa, ile ya Kiebrania, achana na Injili ile original, achana na hii ambayo imekuja kufanywa kidogo kushikashikwa na watu kwenye version hizi za 1952 za 1945 ya 1995 Kiswahili cha kisasa. Achana na hizo. Ni kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu na anazingatiwa kama ndo mtume wa mwisho kwa hizi zama ambazo sisi tuko nazo. Endelea kubaki kwenye channel yangu, utajifunza vitu vingi sana. Mimi naongea ukweli ule ambao nimeukuta kwenye vitabu na jinsi nilivyosoma. Sasa Waislamu bana, kwa mujibu wa utabiri huu, mtume alivyotabiri kipindi cha Yesu, yalipatikana makundi 73. Injili hiyo moja, mtume wa Mungu huyo mmoja, Yesu ni mtume jamani. Naomba tuelewaneni hapo. Najua kuna baadhi ya itikadi za baadhi ya dini tuna kwenye maneno yangu haya tunatofautiana, lakini nina ushahidi wa kuzungumza hivi. Kwa mfano, miongoni tu mwa ushahidi mmoja ni kwamba ukisoma Yohana 8 mstari wa 40, anasema Yesu kipindi kile ambacho watu wamemzonga, wanataka kumuua, Wayahudi wameua mitume wengi sana wa Mungu. Yesu anasema kwamba lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimekwambieni iliyo ya kweli kabisa niliyoyasikia kutoka kwa Mungu. Yesu kwa kauli yake ameongea kwamba yeye ni mtu. Yeye ni mtu. Kama kuna mtu yote anaweza kaniletea andiko kwenye Biblia la kwamba Yesu kuna sehemu kasema yeye ni Mungu, kama alivyozungumza hapa kwenye Yohana 8 mstari wa 40. Yohana 8 mstari wa 40. Kama kuna mtu anaweza kaniletea andiko kinyume na hilo kwamba Yesu kuna sehemu anasema mimi ni Mungu, achana na maandiko ambayo kaandika Paulo. Aisee, mambo ya dini haya jamani. Basi iko hivyo. Kwa hiyo iko hivyo. Wewe nielewe tunachokwambia. Mimi nimetumia muda wangu mwingi sana kuyatafuta haya mambo na kuyaelewa. Sasa niko na Haji Upepo leo. Kwa hiyo kipindi cha Yesu wakagawanyika watu 72 kwenye Injili hiyo moja, mtume wa Mungu huyo mmoja Yesu, yakapatikana makundi 72. Mtume anasema siku ya mwisho
makundi yote Mungu atayatia motoni, wote watachoma moto wa Jahannam, isipokuwa kundi moja tu, lile ambalo lilifuata Injili ambayo Yesu alipewa pamoja na mafundisho sahihi ya Yesu mwenyewe. Sio leo mada yangu kumzungumzia Yesu na mafundisho yake, tutafika huko. Mimi niko na Haji Upepo. Haji Upepo, niko na wewe leo. Kuna kitu nataka nikibainishe hapa kwa watu. Sasa Mtume kisha akasema satakhtalifa. Mimi ni Msukuma jamani, hiyo naongea ni Kiarabu, lugha za watu hizo ni lugha muhimu sana kwenye dini ya Kiislamu, bali ndio maana Waislamu wanakuwa ni wao tu wenyewe na ujinga wao, kwa sababu Mungu alipowajalia kupata hiyo neema ya Uislamu, maana yake ni amani. Uislamu maana yake ni amani na kujisalimisha kwa aliyeumba mbingu na nchi. Ndio maana ya Uislamu. Uislamu ni amani na kujisalimisha kwa aliyeumba mbingu na nchi moja kwa moja bila mjadala. Ni kujisalimisha, ni kusalimu amri. Sasa wanasalimu amri kwa nani? Kwa Mungu. Sasa Mtume anasema kwamba satakhtalifa hadhi ummati, utakuja kugawanyika huu umma wangu, akikusudia hawa Waislamu sasa ambao tuko nao kwenye zama hizi za kizazi cha uzinifu na nyoka, kwamba watakuja kugawanyika Waislamu katika makundi 73. Mtume anasema kulluhu fi nar illa wahid, makundi yote siku ya kupewa hukumu ambayo Waislamu wanaita siku ya Kiyama, yaumul qiyama, yaumu taqumu saa. Allahul musta'an. Yote yataingizwa motoni, makundi yote ya Kiislamu Mungu atayatia motoni yote, isipokuwa kundi moja. Mmoja katika wanafunzi au waliokuwa wamemdiriki Mtume kwa kipindi hicho, kwenye Uislamu wanaitwa maswahaba. Kwa Kiswahili ni maswahaba,